Hujambo na karibu mtazamaji wa Zone Media. Taarifa za hivi punde ni kwamba Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kuwa Israel haitafanya mazungumzo wala kutoa msamaha wowote kuhusu miili ya mateka waliokufa ikiwa mikononi mwa Hamas. Netanyahu alisisitiza kuwa Hamas inapaswa kutekeleza masharti yaliyowekwa katika makubaliano ya kusitisha mapigano yanayohusu urejeshaji wa miili ya mateka waliopoteza maisha huko Gaza. Hatutatoa msamaha wala kusitisha juhudi zetu hadi tutakaporejesha mwili wa mateka wa mwisho, hadi wa mwisho kabisa, alisema Netanyahu. Mpango wa kusitisha mapigano ulioanzishwa na Rais wa Marekani Donald Trump ulitaka mateka wote walio hai na waliokufa warejeshwe kufikia mwisho wa muda uliowekwa ambao ulisha Jumatatu. Hata hivyo, chini ya makubaliano hayo, endapo hilo lisingetimia, Hamas ilitakiwa kutoa taarifa kuhusu waliokufa na kufanya jitihada za kuwarejesha haraka iwezekanavyo. Hamas na shirika la Msalaba Mwekundu wamesema kuwa ni vigumu kupata miili ya mateka waliokufa kutokana na uharibifu mkubwa uliosababishwa na vita huko Gaza. Hamas imewaambia wapatanishi kwamba baadhi ya miili hiyo ipo katika maeneo yanayodhibitiwa na wanajeshi wa Israel. Taarifa ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu imejiri wakati ambapo Israel wamekuwa wakishinikiza Hamas kwamba waweze kurejesha miili yote ambayo imesalia huko Gaza mikononi mwao, ambapo kwenye makubaliano ya kusitisha mapigano walitaka kwamba Hamas iweze kurejesha miili yote pamoja na mateka. Mateka wameweza kurejea, lakini miili imeweza kurejea kwa baadhi, lakini si yote 28 kama ambavyo ripoti iliweza kuzungumza. Sasa basi, Waziri Mkuu wa Israel amejitokeza hadharani kwa mara ya kwanza kabisa na kutoa onyo kwa Hamas kwa kusema kwamba Israel haitafanya mazungumzo wala kutoa msamaha wowote kuhusu miili ya mateka waliokufa ikiwa mikononi mwa Hamas. Kwa sababu hapa Netanyahu ameona kwamba labda huenda kuna visingizio ambavyo Hamas wanavitoa dhidi ya miili ambayo mpaka sasa hivi inacheleweshwa kuweza kurejeshwa Israel. Mtazamaji, tutakuletea zaidi yanayojiri katika ukanda huo wa Mashariki ya Kati, katika ukanda wa Gaza pamoja na Israel. Mimi ni Victor Moshi. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.